Bien, merci beaucoup pour ces questions. Ndugu Malivika aliswali, nadhani nitamjibu kwa Kiswahili. Ndugu Malivika aliswali anasema kuna uhusiano gani kati ya sisi na rais wa zamani Bwana Joseph Kabila. Rais Kabila ni mwananchi wa Kongo, nadhani hiyo tusikuwe tunaisahau mara nyingi. Ni mwananchi wa Kongo na anakuwa na haki yake kama mwananchi wa Kongo kuwa na uhusiano yoyote na Wakongomani. Na cha pili, alikuwa ni rais wa nchi hii, aliongoza nchi hii. Ni mtu ambaye anahitaji heshima. Tunapaswa mpa heshima yake kwa yale ambayo alifanya ndani ya nchi. Yakawa mazuri, yakawa mabaya, lakini aliongoza nchi hii. Na ni kwa hiyo sisi tunampa heshima. Ya tatu, Rais Kabila leo anakuwa mwanasiasa ambaye anakuwa ndani ya opposition. Na sisi tunakuwa ndani ya opposition. Kusema tunakuwa sisi sote upande mmoja ambao tunapiganisha mambo mabaya, uongozi mbaya ndani ya nchi. Na hiyo ndio inakuwa relation ambayo inatuhusisha sisi na yeye. Wanasema tulirudisha wa FRDC, ndio tuliwarudisha, na wenye walikuwa wanapangwa kurudia Kinshasa walikuwa karibu 1,300 karibu. Na tunangoja tupate final report ya watu wa CICR ili watuambie wangapi kabisa walienda. Maana sisi tuliwezesha hiyo operation, lakini sio sisi tulisimamia. Wenye walisimamia ni wandugu zetu wa CICR. Alafu tunangoja ripoti turudie ili tuwe na namba kamilifu ya wale ambao walienda. Lakini ombi letu sisi ilikuwa ni wote kwenda. Maana walikuwa wanatatiza usalama ndani ya mji ya Goma. Kama hivyo nilisema kwa introduction, wale watu walikuwa wanatoka ndani ya kampi ya MONUSCO, wanaingia ndani ya town ama ndani ya mji, wanaua watu, alafu wanapatia watu wa Kinshasa kisingizio ya kuonesha kwamba ni sisi ambao tunaua watu. Na wakati tulianza operation ya kuweza kufunga watu, nadhani mlisikia watu wa Kinshasa ndio walilalamika, wanaanza kusema sisi tunafunga watu. Maana walikuwa watu wao. Na nadhani tulifanya mpango ya kuweza kuonesha wale watu ambao tulifunga, na mliwaona walijitetea wenyewe kama walikuwa ni jeshi ya FARDC, na wengine walikuwa FDLR, na wengine walikuwa wazalendo. Na ukweli mwingine wa mambo, kulikuwa pia wale ambao walikimbia ndani ya gereza ya Goma ya Munzenze, ambao nao wanachangia kwa kuleta usalama mdogo ndani ya vile ya Goma. Alafu kunakuwa wale ambao wanapewa pesa na Kinshasa kupitia mobile money ili waweze wakafanya maafa ndani ya mji, alafu waoneshe kwamba chama chetu akizingatie usalama ndani ya mji wao. Lakini jeshi letu na vikosi vyetu vyote vya usalama vinafanya yote kuweza kumaliza hii mambo na kurudisha usalama ndani ya mji wa Goma, na usalama unarudi polepole. Asante kwa hiyo swali.